katika kutimiza mapenzi ya Mungu, liko jambo ambalo tunatamani leo tule, kwa sababu neno ni chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo tutaenda kujifunza katika mwaka huu wa mapenzi, kufanya mapenzi ya Mungu. Tutaenda kujifunza kusikia ili utende vema mapenzi ya Mungu. Na unaweza kufungua ile Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza tu pale. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Ukiangalia hii Torati ambayo iliandikwa na aliandika mtumishi wa Mungu Musa wakati alipokuwa anawaaga, tunasema kama ni farewell, alikuwa anawaaga wale, yani kama anawaasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka walipokuwa wanatoka Misri, walikuwa wameahidiwa kwenda kula mema ya nchi. Katika nchi ya wapi? Nchi ya wapi? Ya Kanaani, si ndio hivyo? Sasa Musa akagundua kabisa hapa yeye kaishapishana hivi kidogo na baba, si ndio? Lakini anayo mambo ambayo Mungu alikuwa amemwambia kwa ajili ya kuwapeleka hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hapa lazima nipate muda wa kuambia yale ambayo yanawapasa kufanya. Ndio Kumbukumbu la Torati. Ni Kumbukumbu la Torati. Haleluya. Kwa akasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ambayo atakuagiza hivi leo. Musa kwa nini alikuwa anawaambia wale wana wa Israeli vile? Kwa nini aliamua kuwaaga kwa namna hiyo? Alikuwa na waasa kwa sababu aligundua katika ile nchi ya Kanaani, katika yale mema ambayo Mungu aliwaambia kwamba maziwa na asali, yale ndio mema ya nchi ile ambayo Bwana aliwatangazia kumiliki katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema hapana, hawezi ukaingia tu hivi hivi. Ni lazima, asema itakuwa utakapoisikia. Manake ni kama vile anawashtua kwamba sikio lako ulitege kusikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Sikio lako uliweke liwe makini kusikia, maana Bwana atasema na wewe kuhusiana na huo utamu wa nchi hiyo ambao unaenda kula, kuhusiana na hayo mema ambayo yanapatikana katika hiyo nchi, kama jinsi ambavyo baba yetu ametupa kile kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba utakapokubali na kufanyaje na kutii, ndipo utakula mema ya wapi? Habari hiyo kuanzia pale kwa Isaya ilianza na Musa. Aliwaambia itakuwa utakaposikia. Kwa nini anasema itakuwa? Manake kuna saa Mungu atasema na wewe kuhusiana na habari zako za mema yako. Kuna saa Mungu atakuhitaji akupe maagizo. Kuna saa Mungu atataka kukuonesha njia. Kwa hiyo anasema itakuwa, manake saa ipo ya Mungu kusema na wewe kuhusiana na jambo fulani, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Haleluya. Sasa ukisoma ile Kumbukumbu la Torati, ukisoma kuanzia mwanzo pale 28 mpaka hiyo moja ya mwishoni hapo, kuna mambo manne ambayo yanazungumziwa katika hiyo Torati, ambayo siku ya leo ninataka tuende tukayaangalie. Jambo la kwanza ni kusikia. Kusikia sauti ya Bwana. Hilo ndo jambo la kwanza tunaenda kuliangalia. Kusikia sauti ya Bwana. Baba yetu mtume na nabii mwaka huu akatutambulisha majina matatu ya Mungu wetu ambao tunatembea nao kwa mwaka huu: Jehova Jile, Jehova Shalom na Efata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jina pale lina maana yake.
na Ifata tunaijua, na akasema Ifata imeandikwa mara moja tu. Sasa tunaposema sauti ya Bwana katika hii Kumbukumbu la Torati, kwa nini anamwambia kwamba sauti ya Bwana? Kwa sababu wakati ule Musa alipokuwa amepewa ile jukumu la kutembea na wale wana wa Israeli, zilikuwa sauti nyingi sana. Haleluya. Kulikuwa kuna sauti nyingi sana zilizokuwa zinasikika. Sauti zilitoka kwa ndugu zake wakina Miriam na Haruni, walitoka katika wale majirani waliokuwa wanamfahamu, walitoka katika wale ambao walikuwa wanamlea sana, ilitoka hata pia kwa Farao, lakini yeye alisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo anavyoongea kwamba uisikilize sauti ya Mungu, anamaanisha kwa sababu yeye pia ndo sehemu pia ambapo na yeye alichemka. Haleluya. Aliambiwa akatamke pale, maji hamna maji. Ambia sasa wewe, mbona kazi ndogo, tunaenda kwenye mwamba kauambie. Kwa alisikia, si ndio? Akamwambia nenda kauambie nini mwamba. Kwa alipofika pale kwenye mwamba, yeye hakufanya kile alichosikia, alifanyaje? Alipiga. Kwa tayari wakati anaandika kitabu hiki alishakutana na nini? Na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Alishajua madhara ya kutokusikia. Ndio maana anaongea kwa msisitizo, kwa sababu anafahamu. Kwa hiyo anaongea Mungu kwa sauti, kwa sababu anajua kazi ya masikio. Aliipa kazi gani masikio yako? Yote afahamu imeenda kujiungamanisha na ubongo katika sehemu moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye anajua anapoongea anataka akili yako ifanye nini. Anaelewa kabisa. Anataka katika ile sauti ambayo anaongea wewe ufanye kitu gani. Kumbe katika kila sauti ya Mungu kuna jambo lako ambalo unatakiwa usikie. Sio kila kitu ambacho unakisikia. Hata hapa ninavyoongea nitaongea mengi, lakini kila mmoja ana jambo lake ambalo anatakiwa kufanyaje? Kusikia. Lakini pia anasema kwamba naitofautisha hii sauti ya kusikia. Anasema sauti ya Bwana Mungu wako. Maana wako mabwana wengi. Kuna bosi wako, si ndio hivyo? Kuna wazazi, kuna wale viongozi wa mtaa, kuna watu kadhaa ambao wamekuzidi cheo kazini, kuna wengine ambao kwa heshima ya umri wao unaweza kuwaita kama bwana wako. Lakini akasisitiza, akatamka jina pale, akasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa akatofautisha sauti ile na sauti za watu wengine. Kwa hiyo hapa tunapata kujua kwamba katika safari tulionayo ya kwenda kula mema ya nchi na kutimiza mapenzi ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, kutakuwa kuna sauti nyingi. Lakini sauti ya Mungu ni ipi ambayo Mungu alisema na wewe? Ni lazima ukumbuke ile siku ya kwanza Baba aliongea nini na mimi. Ya tarehe 1 ya ule mkesha, Baba anataka mimi nifanye nini? Unarudi huku kwa mchungaji wako, mchungaji wangu ananiambia nifanye nini? Na je, nikiwa mwenyewe nimetulia, Mungu anazungumza na mimi nini? Na nikiwa nimelala, Mungu anaongea na mimi nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimwangalia huyu mtu ambaye anatakiwa kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wake, ni mtu ambaye anatakiwa awe na uangalifu kuliko binadamu yote yule hapa duniani kwa mwaka huu. Kwa sababu kuna sauti nyingi. Ukiwasha gari lako kutoka hapa mpaka kufika barabarani, naamini utakutana na bodaboda zingine zimekuwa mfano kama kule kwetu Mbagala, yani kila bodaboda ina muziki wake. Wangapi washa kufika Mbagala? Mshawahi kufika bwana? Hata kama hujafika unapaonaga kwenye TV. Si unaonaga ile shughuli yake? Yaani kila bodaboda ina muziki wake. Haleluya. Sasa usipochagua cha kusikiliza, umesikiliza vitu ambavyo hukutakiwa kusikiliza. Utajikuta umeimba wimbo ambao haukutakiwa kuimba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndo maana anasisitiza Musa, anasema utakapoisikia sauti ya Bwana, maana kuna sauti zitakuja, lakini sasa katika zile sauti lazima uwe makini, ujue ni sauti gani iliyo ya Mungu hapa. Ni ya nani iliyo ya mzazi, ni ya nani iliyo ya bosi. Lakini anasema utakapoisikia ile sauti ya Mungu wako, ukafanya ile maagizo yote ambayo anakuambia. Haleluya. Kwa hiyo hapa Musa alikuwa anatuambia tuwe makini. Kuna sauti nyingi katika safari ya kwenda kula mema ya nchi. Lakini namba 2, na unaweza ukajiuliza kwamba sasa Mungu anaongeaje? Ataongea na mimi kupitia nini? Mungu anaongea na wewe kupitia njia nyingi. Anaongea na wewe kupitia neno la Mungu, kupitia ndoto, kupitia maono. Anaongea na wewe kupitia watakatifu wenzio, na neno la Mungu linatuambia kumjua mtakatifu ni ufahamu. Yaani kumjua mtakatifu ni ufahamu. Mtakatifu sio yule ambaye ameshika mic, hapana. Biblia inasema ni ufahamu. Maanake mtakatifu anakuwa amefichwa. Kumtambua ni mpaka Bwana. Yaani uwe na ufahamu wa kumjua Mungu, ndipo utakapomjua mtakatifu. Kuna muda mtakatifu hata hafanani na jinsi wewe zile sifa ambazo unazitaka, lakini akawa ni mtakatifu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza akapita tu ukaona kama mavazi yake yamekaa kiaina, kumbe ni mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana amevaa hivyo hiyo siku anaenda kuvuna baa. Wewe wajuaje kama naye anahubiri Injili? Yuko kwenye mkakati wake wa kwenda kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumuona anaingia baa ukasema, na yule kumbe yule baba yule jirani yangu anakunywa. Kumbe ameagizwa na bosi wake. Kaniulizie pale, nilisikia ile baa inauzwa. Nataka nigeuze pale iwe nyumba ya ibada. Haleluya. Huwezi ukayajua mawazo ya Mungu. Na ndio maana anasema kumjua huyo mtakatifu inahitaji kuwa na nini? Na ufahamu. Kuna muda anaweza akaongea kwa sauti ya upole sana karibu yako, ukaona kama ameongea upuuzi, lakini ukienda kupumzika ile sauti kama inajirudia. Lakini aliniambia nitulie, lakini aliniambia nitapata, lakini aliniambia hivi. Kwa hiyo Mungu anaweza kaongea na yeyote. Cha msingi tu ujue kwamba sauti ya Mungu inaweza ikatoka kwa chochote. Kama alimshangaza yule Balaam akatoa sauti ya Mungu katika nini? Iko nini? Punda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Balaam pamoja na makusudio yake yote alisikiliza sauti ya Mungu. Namba 2, anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kwa nini anasema kwa bidii? Kumbe ipo kazi. Kumbe kuisikiliza sauti ya Mungu sio jambo jepesi. Anasema hivi, nijaponena mara ngapi? Mara ya kwanza, si ndio hivyo? Anasema hata mara ya 3, ijapokuwa huyo mtu hata sikia. Kumbe Mungu aneni mara moja, anaweza kaongea na wewe leo, akaongea na wewe kesho. Saa zingine hata mara 3 waga inazidi, si ndio hivyo watumishi wa Bwana? Na kuna muda mwingine kabisa unaanguka na anakuambia unajua wewe ulianguka kwa sababu ya moja. Anasema tena na wewe kuhusiana na kuanguka kwako. Na baadaye tena ukisimama anakuambia sasa usipite njia hii, na bado tena unaweza ukaanguka. Anasema ijapokuwa huyo mtakatifu atakapoanguka mara 7, mimi nitaenda kufanyaje? Kumuinua. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba ule muda ule mtu anaanguka kwamba anakuwa asikii sauti ya Bwana. Yaani Bwana anakuwa haongei naye, anaongea naye. Na ndio maana Musa akasema kwa bidii. Kumbe ili uweze kutimiza kile Mungu anataka, ni lazima uwe na bidii ya kusikia sauti ya Bwana. Kabla kwanza hujatenda, uwe na bidii ya kufanyaje? Ya kusikia. Maana yake anataka uwe makini kusikiliza kila kitu cha kiungu ambacho kinahusiana na maisha yako. Kwa bidii. Usisikilize leo kwa sababu unajua mimi hapa
nimekuja hapa Dar es Salaam, nilikuwa natafuta kazi. Kwa hiyo sasa nimeona siwezi kupata kazi nikiwa sijamjua Mungu, inabidi sasa niokoke. Umekuja kanisani, sala ya toba, Roho Mtakatifu naifuata kulivyo na neema nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huo ukiwa unalala unasubiria hiyo kazi, mtumishi wa Mungu, yani unalala, yani unatandika kitanda kama vile Mungu atakuja kulala hapo. Si ndio hivyo? Kwa nini unaandaa ile maandalizi? Unajiambia kwamba yamkini Mungu anaweza akasema na mimi. Yamkini Mungu anaweza akasema na mimi. Ni sawa na mwanamke ambaye ametabiliwa kwamba anaambiwa mwaka huu Bwana anaenda kukupa mme. Haleluya. Hivi unadhani huyu dada atakuwa analala kizembe tu? Kuna maandalizi lazima afanye hapo, maana anajua kuna sauti inaweza ikaje. Au anaambia kwamba mwaka huu unajua nakupandisha cheo. Utakuta huyo mtu kazini yuko makini kusikiliza. Yaani akipewa hata barua labda inatakiwa usafiri kikazi tu kwenda pale, yani ataipokea, au ndio ile barua ya kupandishwa. Kwa unakuta sikio lake analitega vizuri. Hiyo ndio bidii ambayo Mungu anaizungumzia, Musa anaizungumzia hapo. Kwa bidii. Manake kumbe yako maandalizi ya kusikia. Kuna mwingine anasema ni kweli baba ametutamkia hivi. Ni kweli tumeambiwa hivi. Sasa mimi natakiwa nisikilize nini sahihi? Maana baada ya kuahidiwa kuna maelekezo namna gani ya kwenda kwenye hiyo ahadi. Baada ya kuambiwa kwamba sasa natakiwa tumekuja kuwatoa hapa Misri, inatakiwa muende Kanaani, kuna maelekezo. Maelekezo ya kwanza, wafanye ile Pasaka, wapake damu kwenye miimo ya milango ili yule malaika anapokuja kuangamiza asifanyaje? Asiangamize, si ndio hivyo? Kingine, hakuna kuondoka na muungu wote ule wa Misri. Unaondoka kama jinsi ulivyokuja. Ondoka labda na ngozi, yani mambo yale ya Misri acha huko. Lakini cha tatu, tutapita pale katikati ya ile bahari. Hivi unadhani ile siku wana wa Misri, wale wana wa Israeli, masikio yao yalikuwaje? Wakati ndio wameikaribia bahari sasa hiyo, hapo wanatakiwa wapite hapo katikati. Nakwambia hivi, kwanza sidhani kama kuna mtu alipiga kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila mmoja anaona kuna tukio kubwa, alafu ile tukio haliwezekani. Kwa hiyo anamwangalia mtu mmoja tu aweze kuongea. Wote wanakaa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa bidii anayozungumza wakati ule unasikia ni zile taarifa zingine ambazo hazihusiani na hilo jambo ambalo unalitamani mwaka huu. Mwaka huu sidhani kama una mpango sana wa kusikiliza umbea kuliko mwaka jana, sidhani. Sidhani kama una mpango sana wa kujua habari za mtu mwingine aliyeshindwa mwaka huu eti jamani kweli. Mwaka huu utasema kula mema ya nchi. Mema ya nchi ni kama vile nini? Hapo unakosa mema ya nchi kama nini? Mema ya nchi sasa hivi na nyumba, na gari. Mema ya nchi ni nini? Sasa hivi nataka nipate kampuni yangu. Si ndio hivyo? Haleluya. Kampuni yangu sasa hivi. Unaanza sasa hilo ndio jema ambalo umelibeba, si ndio hivyo? Kwa hiyo wakati unamsogelea yeyote, au wakati unamsogelea Mungu, au wakati unatembea, maana wakati wote uko mbele za Mungu, inatakiwa mlango wako wafahamu ambao ni sikio lako lisikilize habari moja tu linahusiana na ile kampuni. Ndio hiyo bidii ambayo Musa anayozungumzia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio bidii. Kwa sababu anasema wakati huo kutakuwa kuna mashindano kati ya sauti mbalimbali. Kwa hiyo wewe akili yako ifanyishe bidii ya kusikia. Target yako wewe ni ipi? Target yako ni kusikiliza hicho ambacho unasikia ambacho kinakuumiza moyo, sio? Ni kile ambacho umepanga. Haleluya. Namba 3, mfano mwingine hapo kwenye bidii. Hivi ni fundi gani ambaye fundi wa nguo, fundi cherehani ambaye anashindwaga kumshonea mtu kwa sababu ya aina ya mwili wake? Yaani
yaani wewe ni mnene sana, siwezi kushonea nguo yako. Mshawahi kuonaga wewe fundi cherehani? Labda kama shawahi, mimi sijawahi kumuona. Hata uende una umbo la aina gani, si ndio hivyo? Nakwambia atapambana na hiyo nguo mpaka nguo itoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazingira ya mwili wako namna ulivyo hayamsumbui. Si tunaelewana? Kinachomsumbua ni vile vipimo ambavyo anapanga kuvipata kwako, alafu anapanga kuvipata pale kwenye ile nguo. Kile kitu ndio kinamsumbua. Na kama hujawahi kuwachunguza watu, ukienda katika vibanda vyao vile, ukimkuta akiwa anakata nguo, alafu upeleke taarifa, nikwambia hawezi kusikiliza. Unaweza ukazania kwamba anakusikiliza, utasikia hakusikilizi, kwa sababu akili yake yote ameiweka wapi? Hapa. Anajua kuna mtu lazima ni kwanza anakuwa kubeba, lakini pia ana kumbukumbu za vipimo, anaiangalia na kile kitambaa. Kwa hiyo anauchukua mwili wako, anauweka pale, anaulaza. Si tunaelewana watumishi wa Mungu? Labda nyinyi kama mjawahi kuangalia vizuri, akishaulaza pale anaangalia. Kuna muda anaangalia, mbona kama hiki kiuno nilichoweka ni kidogo, mbona kama yule dada ana kiuno kikubwa, anaongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kuna namna ambavyo anasikia taarifa ambayo aliiona, alipokea wakati umeenda. Kwa hiyo yeye anachofanya ni ukamilifu ile taarifa. Haleluya. Kwa utakuta huyo mtu ana bidii, ndio maana wana bidii kweli kweli. Na kwa kadri ambavyo wanafanya bidii ndivyo wanavyozidi kuwa bora siku baada ya siku. Nguo ambayo ameishona miaka 10 iliyopita haifanani na miaka 10 inayokuja, inakuwa bora zaidi. Kwa nini? Iko bidii katika kuzingatia kile ambacho wanafanya. Namba 3, katika mstari wa Kumbukumbu la Torati, huo mstari wa kwanza anasema hivi: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Kwa namba 3 ni kutunza kuyafanya maagizo. Kutunza kuyafanya maagizo. Hapa kuna neno la kwanza linatangulia kutunza. Kwa kumbe cha kwanza tunaona maagizo kwanza yanatunzwa. Baada ya kuyatunza ndio unaenda kuyafanya. Kutunza kuyafanya. Kwa ukiangalia hapo, maana yake jambo hilo utalifanya mara moja lilete matokeo. Utalifanya leo, utalifanya kesho, utafanya kesho kutwa. Musa kwenda kwa Farao siku moja, alienda. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hata maagizo, sasa maagizo ndio mapenzi yenyewe ya Mungu. Hautafanya mara moja. Kama nikifanya mara moja tu hii imeisha. Sasa utakuwa unapata vitu ambavyo viko karibu na expire date yake iko karibu. Yaani cha 2026 kina expire huu mwaka. Kwani kuna vitu viko hivyo vinauzwa? Yule muuzaji akwambia mna mtumishi, bado tu yaani hii expire date yake ni mwezi wa 12, alafu sasa hivi ni Januari, ni Februari. Kwa hiyo bado kuna miezi 10 na hivi utaishi kweli na kitu muda mrefu? Sidhani kama hata moyo wako utapenda, si ndio hivyo? Kwa kadri ambavyo unafanya mara moja jambo ambalo Mungu amekuambia, unafanya mara moja, maana yake ile, yani tunasema life span yake ya kile kitu kinakuwa ni ndogo sana. Akiwezi kikaishi muda mrefu. Huwezi ukalingana na mtu ambaye anafanya mpaka afikie katika namna ya ukubwa. Hauwezi ukalingana naye. Kwa nasema kwamba haya maagizo yako mengi. Ukimaliza leo, kwa sababu unajua mimi kuna mwaka fulani ndio nilikuwa nimeokoka, Bwana aliniambia ninunue viti vyeusi. Basi hivyo viti vyeusi ndio utaelezea. Yaani kila anayeokoka utamuelezea. Haujawahi kununuaga tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utaelezea. Yaani viti vyenyewe kwanza inawezekana vishagaisha, hata hapo kanisani havipo.
Unakumbukaga, yani mtumishi, usinione hivi. Ni sasa hivi tu Bwana tu yani ameamua tu kunipitisha. Mimi mwaka fulani wakati ndo tunaingia pale Imara pale, niliwahi kutoa viti. Haleluya. Niliwahi kutoa viti vyeusi. Hakunaga kile kitu yako anakalia mchungaji, kuhani Eva, mama yangu yule jamani. Kuhani Eva, nakikumbuka mtumishi wa Bwana. Sasa kile ndo yani kile kuaga mshahara wangu wa kwanza. Ukikutana na huyo mtu ujua anajizuilia kufanya maagizo mengine ambayo anapewa. Anaitaka kupokea maagizo mengine anaongea hivi, ninatamani Bwana anielizie tena nifanye kama jinsi nilivyofanya wakati ule, maana nilimuona Bwana na sasa ninatakiwa nimuone Bwana zaidi. Lakini ukiona huyo mtu unaona kama amestuck same, alafu kazi yake yani amkumbushi Mungu, anawaza mtumishi wa Bwana acha tu. Niliwe kununuaga hilo zulia wakati ndo tumeweka tiles, halipo lishagaishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kutunza kuyafanya maagizo. Maagizo ni nini? Ni kile ambacho Mungu anamkukabidhi wewe binafsi, ambacho kinahusiana na wewe. Unajua shida ni nini? Tunakuwa tunafanya hivi. Labda kwa mfano kama saizi kuna ujenzi, nimesikia sijui, si mnafanya ujenzi wa nini? Sasa unadhania yani tunachukuliaga maagizo kwa ujumla. Tumeambiwa tujenge nini? Hebu chukulia hivi, nimeambiwa mimi nijenge nini? Ukimsoma Nehemia katika kile kitabu chake, Nehemia yeye ndo alipata uchungu. Akasema hapana, ule mji wa Bwana unakaa katika ukiwa. Mimi nitaenda kujenga nini? Ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Katika yale maagizo, kumbuka wana wa Israeli wako wengi. Ni maelfu na maelfu wako huko. Lakini Nehemia akasema mimi nitaenda kujenga ukuta wa nani? Nitaenda kumstili Mungu, kwa sababu ule ni mji mtakatifu wa nani? Nehemia ndo aliwaza. Hakikuwaza kijiji wala zoni wala askofu wala nani. Haleluya. Anasema kutunza kuyafanya maagizo. Maana yake unafanya mpaka ule ukuu ambao unataka ufikie uweze kufika. Usifanye mara moja. Ulifanya miaka 15 iliyopita. Yaani unajua kazi ya Mungu iko hivi. Kazi ya Mungu ipo kwa ajili ya kukutetea wewe. Nikisema wewe, ninamaanisha ni wewe, ni marafiki zako, familia yako, na kila mtu ambaye unampenda. Huyo ni wewe. Yesu asifiwe sana. Tunaposema wewe ni kila aliyoko kwenye huo moyo wako. Yule ambaye sasa ninampendaga yule, huyo ni wewe. Kwa hiyo tunaposema kwamba kazi ya Mungu inakuokoa wewe. Sasa wewe unajiangalia wewe. Kumbe saa tu ile ulipomaliza kufanya, kuna shangazi yako angetakiwa kufa. Kwa ile sadaka ikaenda kumfanya awe bila wewe kujua. Ndio maana siku moja Mungu alimwambia mtumishi mmoja, akasema leta kazi. Sema mimi mbona nimefanya hapa na kazi zako zishafanyika huko. Yaani nishazitumiaga, hamna akiba huku ndani. Lakini ukitunza kuyafanya maagizo ya Mungu, maanake hazina yako inakuwa kubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo hautaweza kujiokoa tu peke yako, utaokoa hata wale ambao unawapenda. Hata wewe bila kujua. Kuna mwingine ataponyeka na kifo kwa sababu tu uoga anakupendaga ofisini, anakuwa karibu na wewe. Kwa hiyo inabidi tu naye apate hiyo neema kwa sababu wewe umetamkiwa hautakufa mapema. Hebu punga mkono wako namna hii kama unaelewa. Ndio maana Musa akasema kutunza kuyafanya maagizo ya Mungu. Na ilithibitika siku moja walipokuwa wanataka kuvuka. Lile kundi lilipungua. Wale waliokuwa wametunza kuyafanya yale maagizo ndio walioweza kuvuka. Wale ambao hawakuweza basi waliishia pale njiani. Wengine waliumwa, wengine wakazeeka mapema. Lakini sio kwamba ulikuwa mpango wa Mungu kutokuingiza wazee. Wala haukuwa mpango wa Mungu kuwaua pale. Ilikuwa ni wote waingie. Lakini kwa sababu ya kutokuisikiliza sauti, wakati unaelekea kula mema ya nchi,
ikafanya wasiweze kufika, na walikuwa wanakaribia sana. Haleluya. Kusikiliza sauti ya Mungu kunafananishwa na mfano wa wanandoa. Ndoa ambayo tunasema ndoa mpya, si ndio hivyo? Si mnajua ndoa mpya nyie vizuri. Wanandoa we, naonaga sana ndoa huku Kimara zinafungwa, kwa hiyo sina mashaka. Na uzuri mchungaji wenu nimfungisha ndoa. Kwa hiyo angalia ile ndoa mpya, hata kama walikaa kwenye mahusiano ya uchumba hata miaka 20, hata 10 au 6 au 5. Nikwambie kitu, ile miaka ya uchumba waga haitoshi kujuana. Haleluya. Walokaa muda mrefu wanajua hivyo. Yaani siku umefunga ndoa inakuwa mpya kabisa. Yaani kama vile ndio umemwona leo. Unajua kwa nini Mungu anatufundisha vile unapoingia kwenye ndoa? Anakuambia ukuwa bado hujajua, kwa sababu wakati ule nilikuwa sipo mimi, sasa ndo nimeingia. Kwa hiyo ninakuonesha namna gani iki chuma jinsi kilivyo. Haleluya. Sasa tunaposema kuisikiliza sauti ya Mungu ili kwenda kuyafanya mapenzi yake, ni sawasawa na wanandoa ambao wamefunga ndoa sasa wanaanza kuishi. Ni vile tu hatuwezagi kutoaga ushuhuda baada ya ule mwezi, ila niwaambieni kuna kakitu kanatokeaga hapo katikati. Walofunga ndoa wanaelewa. Yaani kale kamwezi kale. Yaani mtumishi usije ukasema eti haijatokea. Yaani inatokea. Unajua kwa nini inatokea vile? Ni kwa sababu sasa mnakuwa kila mmoja Mungu amemweka wazi mbele ya mwingine. Na tunasema kwamba Mungu ndo anaimiliki ndoa, si ndio hivyo? Na hamwezi, mimi siwezi nikafanya, maana yake tunasema kwamba nampenda, maana yake ninafanya mapenzi yaliyo ya kwako, mimi ndo nayafanya. Kwa sababu huwezi ukajifanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, wewe unapenda mimi natamani yani ikiwa ni kwa mfano kama nikiolewa niwe natoka out na mume wangu, unapenda kufanyiwa, si ndio hivyo? Maana cha kwanza lazima awepo mume, alafu mume ambaye anaelewa kukutoa wapi. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo kila anayependa kupendwa anapenda kufanyaje? Kufanyiwa, si ndio? Kwa ili aweze kufurahia yale mapenzi ni lazima atokee mtu ambaye anaelewa kwamba huyu akifanyiwa hivi atafanyaje? Yaani mapenzi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kinachotokea tunapofunga ndoa tunakuwa tufahamiani. Hata kama mnaweza mkao mmepita kwenye ujinga, lakini ule ni ujinga tu, hamjafahamiana. Uhalisia wenyewe ndo tunaingia ndani. Siku ya kwanza mmeanza kuishi, kila mmoja anategemea kuisikia sauti ya mwingine. Sema mimi usinione hivi. Mimi napendaga napendaga kitimoto. Ushaona wiki imepita, hajanunua wiki ya pili. Kwa unaanza kuongea, si ndio hivyo? Si ndio hivyo jamani, mbona mnacheka? Kwa ukiona kijatokea unaanza kufanyaje? Kujisemesha, si ndio hivyo? Umemwona kama labda mnaishi labda kwenye zile apartment, unajua kuna zile apartment zile. Yaani hata kama mwingine anaingia na gari lazima utasikia tu ule mlio, si ndio? Alafu pale hamna gari. Mimi nataka nianze na natamani mume wangu baada ya miaka 2 sisi tuwe na gari letu. Kwa unajua anapenda chombo cha usafiri, si ndio hivyo? Umesikia? Ataenda. Mimi kuvaga slippers kanisani, napendaga ni viatu virefu kidogo. Kidogo, sio sana. Kidogo. Kwa ushajua anapenda viatu vya nini? Kwa ili huyu niweze kumpa mapenzi yangu, ni lazima nimfanyie vile ambavyo anafanyaje? Anataka. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Akiona umejikausha anaanza kusema na wewe mtumishi wa Mungu. Hujaona tu ile kabati ya pale ofisini. Kama vile ndo nataka kuamka, ila nikaona kama kama picha hivi ananili napita. Mungu akwambia hebu angalia basi hapo unakauka, si ndio hivyo? Mungu anahitaji umpe mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda hivi unasikia kule Sunday school kuna watoto nini na nini.
Yaani huku ndani wakati anatangaza pale unasikia sio ninunulie kama watoto 5 hivi na nili sale. Ila sio na wazazi wao unapotezea. Kumbe ni Mungu anataka muoneshe mahaba yake. Yaani umpe mapenzi kwa sababu sisi tunapendana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho kitu ndio kinasababishaga sasa hivi ndoa nyingi sana mapema zinavunjika kwa sababu tunashindwa kuelewa. Saa hiyo sasa ndo tunatakiwa tupeane mapenzi. Kwa ili kupeana mapenzi lazima usikie sauti, si ndio? Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Lazima niongee. Kwa na Mungu ili umfanyie mapenzi yake lazima aseme na wewe. Na ndio maana tunasema kwamba kuisikia sauti ya nani? Ya Mungu ili uweze kufanya vyema mapenzi yake. Hata hivyo kwenye familia yako, kwenye hiyo ndoa, ni lazima uwe makini. Hii story kwa nini inapigwa saa hii? Na wakati huu tumeweka hapa ugali na matembele na dagaa. Kwa nini aongelee kwamba anapenda kitimoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini akwambia saa hii anasema kwamba unajua tu mimi kipindi kile wakati unanichumbia ninahama mkoa mwingine, unajua mimi kule nilikuwa na duka. Yaani ile duka lilikuwa gazi. Nishawahi kufanyaga biashara fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadri ambavyo unapouzia zile sauti za huyo mwenza wako, ndivyo ambavyo unaondoka katika kufanya yale mapenzi katika ile ndoa. Kwa mwisho wa siku unajikuta haumfurahishi yule mwenza wako. Hakuna hata kimoja ambacho umefanya ambacho yeye amefanyaje? Ameongea. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Anaongeaga hivyo hivyo kama vile, yani kama mahusiano. Ndio maana anasema yeye ni bwana harusi na sisi ni bibi harusi. Kwa anaanza kumwambia mwali wake, unajua mimi ili nikufurahie siku ile tukiwa mbinguni, yani nikwambie mtumishi, yani natakiwa ununue speaker fulani hivi, zile standard zinakuwa ndogo ndogo tunazifunga pale. Tunazifunga ndogo, sio zile kubwa kama zile. Unajua zile sasa hivi ni yani tuko na zile updated zile ndogo ndogo, ila saundi yake inakuwa kubwa, si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Afu kinunua 3 tu mpenzi wangu, yani mimi moyo wangu burudani. Wewe unapotezea. Hata hivyo siku ule baba waga ananunuaga speaker kanisani zikiisha. Umepotezea, si ndio amesema. Unatembea tena anakuonesha. Unajua natakiwa ufanye labda, unajua ukuta wewe mwenyewe peke yako unaweza ukaumaliza. Acha na wengine wapate baraka. Umepotezea, si ndio? Wazee wa kutakia baraka wengine oye. Yaani unakuta acha na wengine wapate. Unajua mtumishi ningetoa, ila nataka tu wengine tuwapate nini? Baraka ziko nyingi, watapata tuwefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Mungu anapokuwa anaongea, anataka sisi tu mapenzi. Ni sawasawa na wanandoa au wapenzi. Ili uweze kumfanyia lazima afunguke. Lazima afanyaje? Kwa mwaka huu ni Mungu ataenda kusema na wewe. Kwa sababu utafanyaje mapenzi yake kama hajasema anataka nini? Kwa sababu yeye ni mpya kila siku anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana lazima usikie mpenzi wako anasema nini saa hizi mbinguni. Anakuambia nini? Ili yale mapenzi yanoge, ili lile kusudi. Wewe angalia hao wanandoa. Mimi nadili tu na hao wanandoa. Hao wapenzi. Siku sasa yule ametaja pale, afu ndo siku ameletewa hivyo vitu. Hivi unadhania huko ndani kuna kuaje? Tuongee tu ule ukweli. Lazima huyo aletoa ale mema ya nini? Ya nchi. Kwa ndivyo ilivyo hata kwa Mungu wetu. Kwa kadri ambavyo unasikia yeye anataka nini, maana yake anakuambia ili mimi niseme kwamba umenipa mapenzi, yani umenipa penzi, umenipa mahaba kati yangu mimi na wewe mwanadamu. Ni lazima unifanyie kitu fulani. Ni lazima utembee katika njia hii. Ni lazima uwe na tabia hii ili mimi niweze kufurahia wewe, mahusiano yangu mimi na nani? Na niweze kukaa hapo, la sivyo ndoa inavunjika. Kwa kadri ambavyo unafanya ndivyo yeye sasa, kwa sababu umemfurahisha yeye, inabidi na yeye yule uliyemfurahisha akakufurahisha. Ndoko baba anasema katika ile Isaya sura ya 1 mstari wa 19, utaenda kula mema utakapotii na kukubali. Maana kile nilichokuambia fanya mpenzi wangu, utakapokubali kama wapenzi, ukifanya mimi nitakwenda kukulisha mema ya nini? Shangilie Bwana.
Kwa hiyo ndo tafsiri. Jambo la mwisho pale anakuja anaongelea, anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana. Kumbe sasa hapa tunaona kuna matokeo ya kuisikiliza hiyo sauti, na kwa mwaka huu matokeo yake ndo kula mema ya nchi. Ndio matokeo. Yeye ameongelea baraka. Ukiendelea hapa mbele anazungumzia utabarikiwa shambani, utabarikiwa wapi. Ametaja kila aina ya baraka hapo ameisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni baraka ambazo zilikuwa zinapatikana katika ile nchi ya Kanaani. Anawaambia yale mema, anayataja. Kwa kadri ambavyo unakuwa unasikia, jua kabisa matokeo ya kusikia kwako ni kukutana na yale mema ambayo unayatamani yatokee. Na utakutana na mema kwa sababu Mungu ataanza kupendezwa na wewe. Mungu ataanza kupendezwa na wewe kama jinsi ambavyo alipendezwa na Ayubu, kama jinsi ambavyo alipendezwa na Enoko hadi akaamua kabisa amchukue mpenzi wake. Yaani wivu ulikuwa ni mkubwa. Maana yake Enoko alikuwa anasikiliza sana sauti ya Mungu. Akimwambia sasa ni muda wa kuabudu, Enoko anaabudu kama hata abudu tena. Akimwambia Bwana twende tukakutane sehemu fulani ili yaani niongee tu na Enoko anaenda. Hajali familia, haangalii kuna watoto, haangalii kuna mke, haangalii kuna nini. Baadaye Mungu akapendezwa naye akaona uwivu. Maana sema Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Mungu wetu ni Mungu mwenye nini? Na kwa sababu ana wivu ndio maana anatupiga. Ni sawa na mwanaume yote yule ambaye amemfumania mke wake lazima atakasirika, afu lazima atakula kipigo. Kwa ndivyo alivyo Mungu wetu. Tunapokuwa tufanye yale mapenzi ni lazima kuna adhabu itakuja kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Lakini anasema analipiza lile ambalo amelipiga kwa sababu ni mwenye wivu, analipizaga kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi huko. Anafanya muendelezo wa ule wivu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunagundua sasa kumbe Mungu anahitaji kupewa mapenzi, kufanywa mapenzi kuliko kiumbe chochote kile. Kwa sababu usipomfanyia yeye ana wivu, kuna madhara ambayo yanasababisha kwako. Tofauti na mwanadamu. Mwanadamu hawezi kufanya chochote. Haikwambia hivyo sasa una uamuzi wa kufanya au wa kuto kufanya. Lakini Mungu ukisema hautafanya, leo atafanya kingine kinyume na kile. Haleluya. Mwaka huu ni mwaka mzuri sana. Ni mwaka wa kutulia ili kusikia yale ya kwako. Unaweza kusielewe tu mwaka jana ilikuwa ni kwenye nafasi yako, si ndio hivyo? Sasa uko unakaa ili ufanye nini? Sasa hivi anakuambia nini? Ufanye mapenzi. Sasa ushakaa kwenye nafasi. Sasa natakiwa ufanye mapenzi ya nani? Haleluya. Hebu punga mkono wako namna hii kama unaelewa. Mwaka jana alisema kwamba kaa kwenye nafasi yako ili uchukue nini? Milki yako. Sasa Mungu akasema tayari waishakaa kwenye nafasi. Kwa hiyo nafasi unafanya nini mtumishi wa Mungu? Ili kuchukua hiyo mema, ndio ule umiliki sasa ndio mema. Fanya mapenzi sasa. Kwa sababu yupo mwenye nyumba hapo. Umemkuta. Kuna vitu ambavyo anatakiwa kufanyiwa. Ndio hivyo ambavyo anasema na wewe. Ndio vile ambavyo unaona, ndio yale ambayo unasikia. Ili yeye aje kupa hayo mema ya nchi. Hamna mtu ambaye asikii kufanya vizuri kwa Mungu, hata mmoja. Hata ambaye hajaokoka, hata mmoja. Na ndio maana anasema anaonyeshaga mvua wema na maanake hata wabaya nao wanatimizaga mapenzi yake. Akisema saa hii kwa kweli kwa sababu huyu ana adabu inabidi aibiwe zile hela zake. Kwa hiyo anatafuta mtumishi mmoja mwaminifu ambaye anaweza akatimiza mapenzi ya Mungu. Kwa sababu saa hiyo mapenzi ya Mungu ni kuja kukuibia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unaelewa kweli mtumishi wa Mungu? Yaani wewe ukishindwa kufanya mapenzi, Mungu anayafanya 100%. Anafanya kwako.
Yaani ni hivi, labda wewe umeambiwa hivi na hivi hivi na hivi umeshindwa, si ndio hivyo? Sasa Mungu anasema yeye ni mwenye wivu. Kwa ili athibitishe wivu wake, yani umjue. Ushawahi kuona mwanaume amekasirika, lazima ujue asili yake ikoje, si ndio hivyo? Kila mwanaume ndio yuko hivyo. Yaani lazima utambue kwamba kuna mwanaume kwenye hii nyumba. Kwa ili utambue sasa, anasema okay, kumbe ndo ile pale ndo ilikuwa inampa kiburi. Anamtafuta mtumishi mwaminifu ambaye yeye akipewaga maagizo ananyooka hivi. Yaani ni lula. Anaambiwa unaona ile pochi ile pita nayo, yani pita nayo kama vile yani bora roho yako ibaki ila sio pochi ibaki. Kwa hiyo yule mwizi itabidi atalishe maisha yake. Unaona jinsi ambavyo Mungu sasa wewe unawaambia wafi. Wakati wale wanatimiza mapenzi ya Mungu. Cheka tu. Watimiza agizo. Kauliza ile nyakuliwa alifanya nini? Yaani ila ni kweli kabisa, unajua mimi mwenyewe niliota ndoto ile siku tena Mungu alinikemea nisipite ile njia. Haleluya. Kwa hiyo sasa yule mtumishi mwaminifu yeye yuko pale kutimiza mapenzi ya, na ndio maana utakuta wala hata hawafanyi kazi yoyote zile, kwa sababu sio zao, ni za nani? Ni za Bwana. Hata ibe shingapi hawezi kukuta afanya mambo ya maana. Utamkuta tu pale anajidunga madawa, anakuta hivi kama jana hajaiba hela. Kwa nini? So ameiba simu nzuri ya 700,000 ameenda kuuza shilingi 100,000. Sio chake, ni cha Bwana. Sema vyote viuja vyovyo ni mali ya nani? Kwa amerudisha kwa mwenye nayo. Alichochukua tu ni nauli ya ile speed aliyokuwa ananyakua pale. Unajua kuna nauli yake pale. Kwa sababu alihatarisha maisha yake. Yaani amelipia VAT. Ila mzigo kamili umeenda kwa nani? Jamani, tusipoelewa principles za Mungu, Mungu hapatagi hasara hata siku moja. Yaani hasara unaipata wewe. Hajawahi kupata hasara na hata kaa apate hasara hata siku moja. Yaani Mungu hajawahi kupata hasara. Hasara tutapata sisi, lakini sio wewe ambaye unasikia siku ya leo. Kwa hiyo anasema kwamba anawanyeshea mvua. Kwa nini anawanyeshea mvua? Wema na nini? Kwa nini ainyeshe ile mvua? Kwa sababu wale ni watumishi wake waaminifu. Wakipewa target ya wakosei. Yaani unalenga, analenga hapa. Akimaliza anapeleka hesabu. Kesho anarudi kusubiria mwingine anayepita na hana hata hela ya kula jioni. Na jana aliuza vitu vya 200,000 lakini leo hana hata hela ya kula pale. Mtumishi mwaminifu ambaye kazi yake ni kuwashughulikia wale ambao waisikilize sauti ya nani? Wale ambao wafanye mapenzi ya nani? Usiombe ukakutana na huyo mtumishi. Yuko makini na kazi yake. Haleluya. Lakini pia anasema kwamba aliumba ubaya, naam. Aliumba wote, mema na mabaya. Akasema naam, hata ubaya kwa siku za. Kwa nini anaweka akiba siku za ubaya? Kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu anajua kuna wenye kiburi ambao hawawezi kusikiliza sauti ya Mungu. Kwa hao ni hazina ya hao wabaya ambao amewaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje mwaka huu usiwe sehemu ya hao ambao wanaweza wakapitiwa na hao watumishi waaminifu sana? Kwa sababu yeye akisikia ile sauti iba, akwepeshi, anaiba. Akisikia peleka ugonjwa huko, yani atapeleka tena, anaandaa na hospitali ya kwenda kusoma ule ugonjwa kubwa, na atahakikisha pesa ya kwenda hospitali imepatikana. Lakini ada ya watoto inaweza isipatikane, ila ya kwenda hospitali ataipata. Mtumishi mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzio hautakutana naye mwaka huu ikiwa utayafanya mapenzi ya Mungu.